Okay, sawa. Tugeukie sasa hiki ambacho kinachoendelea sasa hivi. Dunia sasa hivi imekuwa na vitu vingi sana sema, wakati mwingine mpaka sasa mambo unakuta typical na kwa ni mengi kweli. Kinachoendelea sasa hivi Marekani ni kuhusu ripoti ya Jeffrey Epstein. Mambo yamekuwa ni mengi sana sema, na watu wakasema kwamba hii ripoti ya Epstein sasa ni nini ambacho kinachoendelea. Kwa mtu ambaye haifahamu hasa hii ripoti hasa inadili na nini, kwa sababu kuna mtu mwingine ambaye amekuwa kiona tu lakini haelewi, anasikia tu Jeffrey Epstein lakini haelewi maana yake ni nini hasa. Tuanze kwanza kwa kuielezea hii ni nini hasa. Mimi Fuse huwa na kauli yangu moja, nasema time will tell, muda utaongea. Wana Fuse ni mashahidi. Niliongelea swala la Epstein labda miaka 2-3 huko iliyopita huko, na wanalifahamu. Nikaelezea, lakini nitaelezea kwa ufupi. Epstein alikuwa na project. Epstein alikuwa ni agent wa Mossad. Alikuwa na project ya blackmailing ya viongozi wote wa muhimu duniani. Kwa hiyo alikuwa na Epstein Island, lakini alikuwa na connection. Lakini kwa vile pia alikuwa ni Mossad, walikuwa wana ritual zao za ki Illuminati na ki Freemason ambazo ni rituals. So walichokuwa nafanya ni kama, ndio maana walikuwa wanamuita Didi ni Epstein wa mweusi. Kwa hiyo wanaandaa mapati, wanaleta vitu vyote ambavyo ni vya kuvunja sheria na kufanya kinyume na maadili. Kwa hiyo wanaleta watoto ambao ni chini ya umri, unakaa nao, unawala, au unaweza ukaliwa, au unaweza ukafanya mauchafu yote unayojua wewe. Na nikisema kuwala ina maana kuwaingilia wa kiume na wa kike, ina maana kubaka na kulawiti, lakini wenyewe pia walikuwa wanaingiliana. Alafu kuwaua pia kwa sababu ya kafara na kunywa damu zao na kufanya kafara zingine. Alafu actually watu walikuwa wanafanya mambo hivi. Unajua Kosovo kuna mabilionea walikuwa wanalipa kwa sababu ya kufanya human sports. Walikuwa wanalipa hela nyingi kwenda kule kwa sababu ya kuua watu. Anapewa bunduki, mtoto anapita pale, unampiga kichwa, anafurahi, yeye mwanamke kapita, unampiga kichwa mtoto ilikuwa ni sports ya kujifurahisha. Yes. Kwa hiyo walikuwa na hii ring. Kwa hiyo wale watu wote wa muhimu wa kipindi hicho, lakini ambao walikuwa wanatazamiwa kwamba watakuja kuingia madarakani, kwa hiyo wanakuwa na uchafu dhidi yako, ile inawaruhusu wao kukuba blackmail kwamba fanya unachokitaka, la sivyo tunakuadhiri. Hiyo ndio ilikuwa ndo Epstein, ndo program ya Epstein, na ilikuwa ni project ya Mossad kwa sababu ya kucontrol. Ndio maana watu wanajiuliza wanawezaje kucontrol nani? Asilimia kubwa, yani ukiangalia majina ambayo yako kule, everybody who's somebody, mtu yote ambaye ni mtu yuko kwenye hiyo list. Umeona eh? Kwa hiyo moja ya vitu ambavyo vilikuwa vinafanyika ni watoto wadogo wa kike na wa kiume walikuwa naingiliwa pamoja na kulawitiwa. Kulikuwa kuna ubakaji na vitu kama hivyo. Kulikuwa kuna blood rituals, kuwatoa kafara za damu, wanauawa. Kama kwa mtu ambaye afahamu, ni kama movie ama ya Squid Game. Mimi bahati mbaya sijaiona Squid Game. Ningetamani niione. Squid Game unapeleka watu somewhere, alafu watu wako wamejifungia kwenye chumba, wanachezesha game. Bas something similar kama hicho. Umeona eh? Lakini kama imekuwa too much. Wewe wala wanafanya kama too much. Too much. Na hiyo walichotoa ni kidogo sana. Yaani hawajaachia ile inavyotakiwa kuachiwa. Kwa hiyo kuna vitu kama hivyo, kuna ubakaji. Ukiangalia, na hii nitawaandalia wana Fuse makala. Sikia, Trump amejaribu kugusiwa. Sio amejaribu, sema ametajwa kwenye listi. Clinton, rais wa zamani wa Marekani, pia na familia yake, mpaka wenyewe wasetu kama bunge imebidi linawachunguza sasa hivi. Sawa. Na wanasiasa wengine ni kina nani sasa? Wewe sikiza. Ngoja nikurahisishie. Watu wote maarufu ambao unawajua, 90% wamo mule ndani. Kina Musk, kina Bill Gates, wafalme wa nchi za Kiarabu. Kuna
watu maarufu wafanya biashara kina Branson, mwenye niliongelea watu wamfuatilie sana Peter Thiel, mwenye Palantir ambayo ni AI company ambayo iko very influential, na wengine wote unawajua wewe maarufu wako humo ndani. Asilimia kubwa, yani anybody who is somebody yuko mule ndani. Ila sasa mimi nataka tutulize akili, alafu tugeuze picha, tuangalie nani ambaye hayupo kwenye ile listi. Umeelewa? Naomba tutulize akili, alafu tuangalie nani ambaye hajatajwa kwenye ile listi. Ngoja nikutajie kwanza. Mwamba Vladimir Putin hayuko kwenye Epstein Files. Hayupo. Mwamba Kim Jong Un hayuko kwenye Epstein Files. Khamenei wa Iran hayupo kwenye Epstein Files. Nasrallah hayuko kwenye Epstein Files. Wale viongozi wengi wa Hamas ambao waliuawa hapa, majina mengine yamenitoka, hawako pale. Maduro hayuko pale. Rais Samia Suluhu Hassan hayuko pale. Kikwete hayuko pale. Nyerere hayuko pale. Xi Jinping hayupo pale. Sawa. Traore hayuko pale. Mwinyi hayuko mule ndani. Hayumo mule ndani. Sawa. Wamba wote ambao ukiangalia tumetengenezewa hawa ni watu waovu, hawafai, hawana haki za binadamu, hawana ungwana, au tutakiwi kuwaunga mkono, hawamo mule ndani. Wale ambao ndo wanatuambia sisi, ukiingia Uingereza, maprince wao, viongozi wao, wafalme wao, Ulaya viongozi wao, Marekani, maseneta, mawaziri, maraisi, wewe pita kote unapowajua wewe, wenye makampuni wote wamo mule ndani. Na ndio tulichokisema, wanabaka, wanalawiti, wanaua, wanafanya mauchafu yote wanayofanya, wanakunywa damu za watu, wanafanya uchafu ambao vitu ambavyo vinafanyika kwetu kwa Afrika vinaonekana mbona hichi cha mtoto, sisi mbona tunajifunza ABCD, au huko anapiga algebra, umeona? Kwa hiyo sasa ndo nataka tutulize akili ili mjue, na hichi ndo ninachokisema. Wale watu ambao media, na hii na mnukuu Malcolm X na paraphrase, anasema ukifuatilia mainstream media itakufanya umchukie yule ambaye hapaswi kumchukia, na itakufanya umpende yule ambaye unapaswa kumchukia. Kwa hiyo hawa watu wametengenezewa mazingira ambao ndo wachafu, wao ndo wamejifanya wana moral authority, kuja kutuambia sisi haki za binadamu, kuja kutuambia sisi jinsi ya kuishi, kuja kutuambia sisi kuhusu demokrasia, na kutufundisha uungwana na vitu kama hivyo, wakati wao ndo mabingwa wa uchafu ambao yani huwezi hata kuusema. Lakini wale ambao wao wanasema hawa ni wabaya hawapo kwenye mauchafu hayo. Kwa hiyo akili za kuambiwa changanya za kwako, cha kwanza. Cha pili, kwenye makala ya Decolonizing the African Mind, mimi na Henry tukawa tunaelezea mule ndani kwamba tumetengenezewa mazingira na ni mfumo na ni mbinu ambazo ziko mule ndani kuona kwamba anachokifanya mzungu ni bora na kuona tunachofanya sisi hakifai, mpaka kutaka solution zao. Lakini mule ndani tukaongelea kitu kinaitwa house negro. House negro, wakati wa utumwa, wale weupe slave owners walikuwa na miliki wale wanani, alikuwa anaenda katika shamba lake, ana watumwa 400, 500, 100 ngapi, anatafuta mtumwa mmoja, anamchukua, anakaa naye nyumbani. Wale wakati wanakula maharage ya kuchemsha labda na makande, huyu tajiri anachokula kile chakula kizuri, wali, nyama, kuku, mabaki yanayobakia anapewa yeye, anakula. Kwa hiyo japokuwa ni mbaki, lakini ni bora kushinda na kula yule. Huyu analala kwenye nyumba ile ya tajiri, japokuwa ni basement, lakini tofauti wale ambao analala mashambani. Huyu mazingira yake angalau ni mazuri kidogo kuliko wale. Matokeo yake huyu house negro anawasaliti wale, anawageuka wale, kutokana na maslahi anayopata yeye. Hataki mfumo huu ubadiliki ili maslahi yake yeye binafsi yasipotee.
Na hata wale wakimfuata wanaambia wewe mwenzetu, hebu tupe michongo ndani, sisi tunataka tutoroke, tunataka tufanye nini. Badala ya kuwapa michongo, anaenda kuwasemea kwa bosi. Wale wanapanga, wanataka kukimbia, wanataka. Kwa hiyo wale wanashangaa usiku bana, wameshapanga kila kitu usiku. Wanataka kuondoka, wanavamiwa, wanauawa. Au wanakamatwa, wananyongwa. Jamaa wamejuaje? Kumbe ni huu house negro. Sasa tuna ma house negro sasa hivi. Hizi nchi za Ulaya na za wazungu kwa ujumla, kupata uraia katika mazingira ya kawaida ni ngumu sana. Kupata residence katika mazingira ya kawaida ni ngumu sana. Kupata asylum katika mazingira ya kawaida ni ngumu sana. Labda uende wewe kama umeleft group, umeona? Sema wewe mimi nimeleft group, marinda yamekata, au nafanya michezo mingine, watakupokea. Au sasa sema hivyo bana, mimi ni mwanaharakati, mimi nafanya ABCD na vitu kama hivyo, watakupokea, watakupa mazingira mazuri. Ukitaka kubadilisha jinsia watakubadilishia, ukitaka nyumba utapewa, ukitaka mke utapewa, ukitaka mume wa kuoe wewe watakuolesha, kila unachokitaka. Alafu sasa wewe kwa vile mazingira yako mazuri, unaanza sasa kutumika wachafua wa nyumbani, watu wagombane wenyewe kwa wenyewe, kutaka kuwaharibia wenyewe kwa wenyewe, kutaka kuwachonganisha wenyewe kwa wenyewe. Kwa sababu gani? Wewe ni house negro, umeshatengenezewa mazingira yako mazuri. Na ndio kilichotokea. Kama mnakumbuka, Tanzania kuna baadhi ya viongozi walikuwa nasema matatizo yetu tuende tupeleke katika nchi za Ulaya ndo watutatulie sisi, au tuwaalike wao ndo waje watatue migogoro yetu. Umeelewa kwamba sisi hatuna uwezo huo na kwamba wale ni bora zaidi. Wengine walisema kwamba nchi tuje tuigawe, tumpe Trump na wale viongozi aje achukue madini, afanye kila anachokitaka, ili mradi tu serikali iliyopo iondoke. Sasa ndo Mtanzania, mimi nataka utulize akili. Hawa ambao wanatuambia kwamba wako radhi nchi yetu ije itawaliwe, washasema kabisa itawaliwe, iwe colonize upya na hayo mataifa na hao viongozi. Tumeona halisia kutoka kwenye Epstein Files. Hao viongozi ni watu wa aina gani? Sasa swali linakuja, ina maana walikuwa au mahouse negro wetu walichokuwa wanataka kufanya ni kwamba ule ubakaji uliokuwa unafanyika kule ndio walikuwa wanataka wale viongozi waje ulete hapa. Mabinti zetu, vijana zetu waje wanabakwa kama vile, waje wanatolewa kafara kama vile, ule uchafu unaofanyika kule uje ufanyike hapa, kwa sababu wale viongozi ambao ndo wanafanya hivyo, wao walikuwa wanataka nchi yetu wapewe wao. Kwa hiyo ndo maana wanasema, nilitoa ile makala ya biashara ya kafara, na juzi kama mmefuatilia mmeona kwamba imetoka barua kwa wanaharakati ambao wanalipwa kwa sababu ya kuleta taharuki. Wanaambiwa kazeni, ongezeni juhudi, tunakulipeni hela, fanyeni juhudi. Ndo maana nikasema kwenye makala yangu, nikasema biashara ya kafara za watu. Kuna watu wanafanya biashara ya kafara za damu za watu, wanalipwa ili kuleta machafuko, kufanya vitu kama hivyo. Na nikisema hivi, sisemi kwamba nchi yetu haina mapungufu, wala sisemi nchi yetu haina shida, inayo. Lakini tumeona hata hizo nchi ambazo ndo wanataka zije zitusimamie sisi au zituletee solution, ufisadi upo, uchafu upo, tena ni mkubwa kushinda kwetu, na uchafu upo ni mkubwa kushinda kwetu. Na tumeona hata watoto wa viongozi ikiwepo wa Trump na mashemeji zake na nani ndo wanaochezesha hizi deal, sawa? Kwa hiyo kinachofanyika kule hakina tofauti na ambacho wao wanakilalamikia hapa, ila wanataka kile kije kule kiletwe hapa. Ndo maana siku ile nikasema ogopa haya makundi matano ambayo yapo yanataka taifa letu. Moja hapo nilisema kuna watu wana personal vendetta, wanachuki na serikali, either kuna vitu vilitokea kati yao wameichukia, au wanachuki na baadhi ya viongozi specifically. Kwa hiyo wameifanya ni mission yao kuisambaratisha au kuiharibu nchi hii ili tu wafanikiwe. Yani mfano humu ndani kuna mjusi, ili kumharibu ile mjusi uko radhi uichome nyumba nzima ili tu mpate ile mjusi bila kujali madhara na hasara ambayo itapafanikiwa. Kwa hiyo Afrika inahitaji sana tuwe na akili. Mapungufu yapo, madudu yapo. SMA nimeshaonesha kwa vitendo jinsi ninavyokabiliana nao. Iwe kama ni kitu kinahitaji ushauri nitakiongea ushauri, kama kinahitaji maoni naonesha maoni, kama ni watu ambao ni waovu wako kwenye baadhi ya maeneo napambana nao mpaka napata haki.
na kama anahitaji kwenda juu naenda juu. Sehemu ambayo serikali imekuja kwa sababu ya kutatua changamoto zipo, tunaenda. Kama nilichosema, BASATA tumekusana nao vikao viwili, juzi wamekuja TRA, tumekaa nao, tumeongea nao na vitu kama hivyo. Jana tulikuwa tuna kikao cha ma-DJ kimefanyika Masaki, unakumbuka ile yes, tumeenda tumekaa ma-DJ kwa sababu ya kutengeneza umoja na mazingira ambayo yataboresha hali ya ma-DJ Tanzania. Kwa hiyo kuna namna ya kutatua matatizo. Nachoweza kuambia watu ambao wanatutia kwamba njia pekee ya kutatua matatizo ni kuharibu, ni kuchoma, ni kupigana, ni kuharibiana, ni kuchukiana, usikubali. Tumia akili yako. Tunaweza tukasolve matatizo yetu kwa dialogue. Umeona eh? Kwa hiyo unakuta mtu analalamika, lakini kulikuwa kuna kikao kimeitishwa na TRA hajafika. Kwa kuna kikao kinaitishwa na Sumatra hajafika. Kwa kuna kikao kimeitishwa labda na waziri hajafika. Fika pale, alafu kuwa positive minded. Bana, tuna changamoto 1 2 3. Solution na ushauri wangu, fanya 1 2 3. Sio kwamba unajua kuna yule mtu mnafanya hivi, hamfanyi hivi, analalamika. Huyo mtu hata umfanyie nini, yeye atabaki tu kulalamika. Nadhani kuna swali baadaye tutakuuliza la mwisho, nadhani tutajumuisha nayo mengine pia. Sima, kuna watu ambao wanasema kwamba pengine huu ni mkakati labda wa Trump. Wakati nimeshangaa umeniambia pia na Trump yupo huko ndani. Na mimi nimezipata hizo story. Kwa nini Clinton na familia yake mpaka bunge limeamua kumchunguza? Ni wameamua kumtoa mbuzi ya kafara au ni wanaanza na mmoja mmoja? Hii ni michezo. Unajua Roman walipokuwa wanataka kuwapomboza watu, ndio maana kulikuwa kuna Colosseum. Hali ikiwa mbaya nini? Wape tu kitu kwanza. Game ilivyo. Ukiona kuna spotlight, media zote zimeelekeza taa huku, wewe usiangalie, ukaangalia huku. Mchezo halisi unacheza nyuma ya pazia. Kwa hiyo pay attention. Kuna tukio linachezwa nyuma ya pazia huku. Either kuna sheria itapitishwa UN, either kuna watu watavamiwa, either kuna tukio ambalo linapitishwa nyuma ya pazia. Ndio maana media zote zimeelekeza huku. Cha kwanza. Cha pili, utakiwi ukiwa una mtumwa wako, ukimnyima kabisa chakula, atashindwa kukufanyia kazi na atakufa. Unatakiwa umpe hata chakula kidogo ale, angalau sio kingi mpaka aanze kunenepa kutoke mashavu, lakini ambacho kinaweza kikamwezesha. Kwa hiyo tulichoambiwa hicho kwenye Epstein ni vitu vidogo vidogo mno, yani ambavyo vya kutuzuga. Details za muhimu hazijatolewa, lakini moja ya vitu ambavyo vipo, mfano Waislamu wamevurugwa kwamba Kaswatul Kaaba ni moja ya sehemu takatifu zaidi kwa Waislamu. Alafu kuna kile kitambaa kinafunika pale, ni kitu ambacho ni kitakatifu sana. Epstein kaweza kukipata kupitia mawakala wake wa Dubai, UAE na Saudia, kupata kitambaa ambacho ni takatifu zaidi. Ameenda kukitumia kwenye ritual, kwenye kafara ambayo za Kabal ni uchawi wa Kiyahudi. Kwa hiyo amezitumia. Kuna uchawi, unajua uchawi una level fulani. Ule ni uchawi wa juu sana, ukiweza kupata vitu kama vile. Yaani usiajabu ukakuta hata tofali la Kaaba pia wameweza kulichukua, au kwa sababu kuna uchawi ambao ni wa level ya juu sana. Ndio maana sometimes unaweza kaenda kwa mganga akamwambia niletee tu kuku. Level ile. Mwingine akwambia mbuzi, ngamia. Mwingine anakuambia inabidi umtoe kafara mtoto wako au mama yako au baba yako. Kwa hiyo zina level. Umeona? Wengine unaweza kumwambia bana inabidi uue watu 50 au 100. Kwa hiyo zina level. Kwa hiyo ile wameweza kupewa kwa sababu ya kufanya kafara, uchawi wa hali ya juu kabisa, na baadaye akaifanya kama rag ni yale makapeti ya kufutia nani. Kwa hiyo nilishaongelea nilipotoa ile makala ya Masihi Dajjal na Saudia, watu walinishambulia sana, lakini mimi wanaacha muda unaongea. Aya, waniambie wale waliokuwa nasema Kaswatul Kaaba ambayo iko chini ya mamlaka ya Saudia imetokaje pale, ikaenda ikapitia contact za UAE ikamfikia mpaka Epstein, wakafanya walichokifanya. Umeona si ajabu ukikuta hata baadhi ya viongozi wa Kiarabu in reality sio Waislamu bali ni Zionist na ni Wayahudi ambao wako, kwa sababu kuna baadhi ya sources, vyanzo ambavyo vinasema ule ufalme
asili yake ni Wayahudi. Kuna hii ambacho niliambiwa kwamba walikuwa wanasema kwamba kile kitambaa ambacho wameenda kukichukua pale cha Al-Kaaba kimeshikwa ama si kukanyagwa na zaidi ya watu, si mikono milioni 100. Yes. Sio kukanyagwa. Kile watu wakifika pale si ni sehemu takatifu, kwa hiyo watu wanakishika wanafanya dua. Yes. Kwa hiyo yani kwamba dua nyingi sana zimepitia pale. Na Kaswatul Kaaba, ile Kaaba ni sehemu takatifu sana. Yani haitakiwi vitu vyake vitoke pale viende. Ndio maana hata Mtume SAW alipiga marufuku kuchukua mchanga wa Maka. Uruhusiwi kuchukua ule mchanga wa Maka. Vitu vile vinatakiwa vibaki pale pale. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni kitakatifu sana. Kwa hiyo kiona wanaweza wakakitoa kikaenda mpaka kwa watu wakakitumia kwa sababu ya uchawi wa Kiyahudi ambao ni kabal wale na vitu kama hivyo. Inakwambia uhalisia wa viongozi ambao wapo. Kwa hiyo kupitia spiritual thing labda ndio maana wameamua kupitia ile tendency labda ya watu ndio wameamua kuitumia katika njia ya pili ambayo unasema uchawi. Yes, uchawi wa aina ile. Sasa si ujue exactly ni uchawi wa gani, aina gani, lakini ni uchawi ambao umetumika na yote ni maandalizi soon. Yani tuko kwenye hatua za mwisho kabla mpinga Kristo au Masih Dajjal hajajidhihirisha. Yani very soon tunaelekea kwenye New World Order. Kuna hivyo vita vya Israel, Iran na Marekani. Israel inatakiwa iwe ndio taifa dominant. Pakistan inatakiwa nuclear zake ziwe destroyed. Masjid al-Aqsa ibomelewe, ijengwe third temple, mwamba aje, the rest. Kuna Mahdi al-Muntadhir ambaye pia tunamsubiri. Kuna Nabii Isa alayhi salam au Yoshua kwa ndugu zetu ambaye pia tunamsubiri. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo tunaelekea sasa huko. Kwenye hili Trump hawezi kumgusa. Nani? Trump hawezi kumgusa. Hebu kwa specific. Kwa maana kumfungulia na yeye mashtaka kama vile ambavyo vilivyo kwa Clinton. Ukicheza mchezo wao wanaotaka kwa masharti yao wanaotaka au kufanya chochote. Yes, haijalishi. Na ndio maana Trump amekuwa very confident kuvunja sheria zozote, anafanya anachokitaka. Kwa sababu as long as anafanya wanachokitaka, he is safe. Yes. Ile Trump ni ile ulikuwa unauliza kina Clinton sijui nini. Labda kama walivunja masharti ndio wanaweza wakawatoa kafara kina Clinton. Lakini itapita. Wewe ikiwa ile wakati hawakumimpeach issue ya Monica Lewinsky, ambaye Monica Lewinsky alikuwa ni mmoja wa honey trappers wa Epstein. Ule ulikuwa ni mtego kwa sababu ya kumtega Clinton ili afanye wanachokitaka. Na vile vile wamwachilie. Kulikuwa kuna Ghislaine Maxwell ambaye alikuwa ni Mossad agent, ni mole ndani ya Marekani ambaye alitoa siri nyingi sana kutoka Marekani kwenda kule. Zote ilikuwa ni pressure kwa sababu ya kufanya. Kwa hiyo Clinton alivyogoma kumwachia ndio akatoa ile issue yake Monica Lewinsky, lakini hawakuweza kumimpeach. Kwa hiyo hizi ni sarakasi tunachezewa zitaingia. Nikuulize, aliyemshoot Trump umemsikia anamwongelea tena? Hapa. Aliyemshoot Chalikak umemsikia anamwongelea tena? Hapa. Kwa hiyo mtu ambaye unajua michezo inavyocheza, yani wanatuzuga, itapotea, utashangaa imeibuka issue nyingine, itaenda imepotea, utashangaa wamekuja huko Afrika, utaenda imepotea. And by the way, pay attention. Unaona hapa inaongelewa issue ya deal imekaa zaidi ya miaka 13 haijasainiwa na vitu kama hivi, ile LNG project kati yetu sisi na Marekani na vitu kama hivyo. Kuna vitu ambavyo tunatakiwa tuzingatie. Nchi inapenda sana uwekezaji. Nchi inapenda sana deal bora. Ukiona haijasaini, ujue kuna kitu hakiko sawa. Na hiyo miaka 13, mfano sasa hivi nasikitika kwamba jumba bovu wanataka kumwangushia mama. Sawa. Lakini ukienda miaka 13, kuna awamu zingine ambazo za marais wamepita. Kwa nini wale hawakusaini? Ujue kulikuwa kuna kitu ambacho hakiko sawa. Na hao ndo wanalalamika kwamba tunaposaini mikataba mibovu, hamufai, mnasaini mikataba mibovu na. Tunapojitahidi kama taifa kujitahidi kupata the best deals kutoka kwenye mikataba, tunalaumiwa kwamba hamsaini mkataba, hamnafanya hivi. Wengine wanalalamika kwamba tunaenda kuuza dhahabu ni ya kwetu, tumeweka ipi bora? Kuuza chochote kwetu tulichonacho kimfae mtu chake, au kwenda kuomba kwamba misaada? Unajua sometimes mtu unakaa unasikitika, unasema mtu kwa vile tumenyimwa misaada nauza dhahabu. Kwa hiyo wao wanalalamika. Kwa hiyo turudi tukaombe misaada, na ile misaada haiji bila masharti, ina vigezo na masharti ambavyo ni vya ovyo.
Kwa hiyo ni bora kimfacho mtu chake hicho chote cha kwetu tukitumie kujifadhili sisi wenyewe, huku tunatafuta njia bora zingine. Kwa hiyo tuna option either Tanzania turudi kuwa ombaomba, tupewe misaada, tupangiwe tunachokitaka, au tutumie hichi cha kwetu. Nitolee mfano very strict kulinda uzalendo na vya kwao. Vitu vya nje, brand za nje haziruhusiwi kirahisi kabisa kule. Wameweza kujenga damu yao kubwa kabisa, ambayo sasa hivi inawazalishia umeme na vizuri, ambayo pia imeleta beef kati yao na Egypt, na Trump pia kataka kuingilia na mambo mengine, lakini kwa sababu waliomba misaada, hizo nchi zote zikawagomea, wakatengeneza kwa hela zao wenyewe kwa kutoa bond za pale na kuchukua mikopo ya ndani. Wamejenga sasa hivi imewachukua miaka 15 kuitengeneza, lakini wamefanikiwa. Sawa. Kwa hiyo sometimes inabidi sisi kuna baadhi ya vitu tujisacrifice ili mambo yaende. Kwa hiyo Watanzania, naomba kidogo tujitahidi balance mambo, kutafakari mambo kwa undani. Sio kila kitu tunacholetewa, na tuna watu ambao wametumika kwa sababu ya kutuvuruga. Yaani wao kazi yao ni kuona mabaya kwenye kila kitu. Ndio ule mfano ambao unapenda kutoa. Baba alitaka mfundishe somo mwanae. Akamwambia, mwanangu, nataka nikufundishe. Mchukue punda. Wanapunda wao. Aya, wakatoka. Baba na mtoto wanatembea. Na punda wao wamemshika kamba, wanamvuta. Wakakutana kundi la mwanzo la watu. Nyie vipi? Mnatembea wakati mnapunda? Mbona kama mjielewi? Akamwambia, mwanangu, tupande punda. Wakapanda punda. Wakatembea, wakaenda kutana kundi lingine. Hivi jamani, hamna hata huruma? Au kwa vile mnadhani mnyama achoki, hana huruma? Wote wawili mmempanda upunda, mnamchosha, hamumuhurumii. Akamwambia, mwanangu, mimi acha nishuke, wewe tembea. Wewe panda. Wakatembea, wakakutana kundi lingine la watu. We mtoto vipi? Una adabu? Baba yako unamwacha anatembea, wewe mtoto unapanda hivyo. Watoto siku hizi mmelelewaje? Yaani malezi ya ovyo kabisa. Baba akamwambia, mwanangu, shuka, acha mimi nipande. Akapanda, wakatembea, wakakutana kundi lingine la watu. We mzee, vipi? Una hata huruma? Mtoto mdogo unamtembeza, we mtu mzima barobaro na nguvu zako unapanda punda, una huruma? Akashuka, akamwambia, mwanangu, tulitembea na punda bila kumpanda, watu wameongea. Tukampanda punda, watu wameongea. Nikapanda peke yangu, watu wameongea. Ukapanda peke yako, watu wameongea. Tumebakiza nini? Mtoto akasema kumbeba punda. Wao ndo wakachukua kambeba punda, akaenda. Wakakutana nao, akasema la haula wala quwata illa billah. Yaani nyinyi ndo sije kuona. Yaani nyinyi upunda anaweza kukubebeni wote wawili na akavuta mzigo. Lakini nyinyi ndo mnambeba. Sije kuona watu ovyo. Kwa hiyo chochote utakachokifanya, wapo watu they'll have a negative thing to say. Mfano kwa Bobo uzungumza Smart vizuri sana. Smart, swali langu la mwisho leo ambalo limeleta hapa katika maswali yangu ambayo nimekuja nayo hapa. Smart, nakumbuka last time tulizungumzia kuhusu ripoti ya CNN ambayo ilitolewa. Wakazungumza kwao mengi sana. Sasa tulichambua, wakatoa maoni yako na watu wengine wakazungumza kwao, lakini yalikuwa ni maoni ambayo ni kwako binafsi. Kuna ripoti nyingine ambayo ni documentary ambayo imetolewa ya BBC ambayo na wamezungumza kwao kuhusiana na kila ambacho kinaendelea Tanzania. Tuna unbox kifaa cha kazi. Fuse, nenda tu MacBook Point, utakuja kunishukuru ukitoka hapa. Kama umependa unachokisikia, unaweza ukashare na mwenzio na yeye azidi kufaidika. Lakini kama ndo mara ya kwanza unamfollow DJ Smart 255, bonyeza subscribe hapo, alafu jiunge kwenye WhatsApp channel ili wewe unapata taarifa zote za link zote za makala ya DJ Smart yanapokuwa yanatoka. Ila vile vile show your love, show your support, ili Fuse zidi kufanya makala mengine, tuzidi kuelimishana. Gharama ni nyingi, tuzidi kuboresha Fuse. Nachoweza kusema is one love. Namba hii hapo. Mwana Fuse,
Kuwa wa mwanzo kupata makala zote za DJ Sma zinapotoka. Ni rahisi, link zote za makala hutumwa kwenye WhatsApp channel ya DJ Sma 255. Subscribe upate makala yote yanapotoka. Njia ya kwanza ni kuscan hii QR code. Tumia kamera yako kuscan hii QR code. Itakupeleka kwenye WhatsApp channel, halafu bonyeza subscribe. Au tuma ujumbe wa WhatsApp kwenda kwenye hii namba. Andika message niunge kwenye channel, utapokea ujumbe wenye link. Bonyeza hiyo linki, itakupeleka kwenye channel, bonyeza subscribe. Utakuwa unapata makala yote ya DJ Sma za zamani na mpya kila zinapotoka. Vile vile DJ Sma nipo TikTok, nipo Twitter au X, Threads, kote natumia DJ Sma 255. Fuse by DJ Sma inawezeshwa na wewe mwana Fuse. Sapoti yako inasaidia gharama za kiuendeshaji. Tuma mchango wako kwa namba +255 0764124124. Inapokea miamala yote ya ndani na nje ya Tanzania. DJ Sma, one love. DJ Sma. Ila kuna kitu ambacho ningependa tufahamu. Video hii imelenga kwa madhumuni ya kielimu na kuhamasisha fikra za kina. Tunakuza majadiliano ya wazi, lakini wafuatiliaji wote ninatarajia kushiriki kwa heshima. Tafadhali epuka maneno ya chuki, ubaguzi, mashambulizi binafsi au aina yoyote ya vurugu. Tuchangie katika kuunda mazingira salama ya kujifunza na majadiliano yenye tija. Disclaimer: this video is intended for educational purpose and to encourage critical thinking. We promote open discussions, but all viewers are expected to engage respectfully. Please avoid hate speech, discrimination, personal attacks, or any form of violence. Let's create a safe space for learning and constructive dialogue.